Hello, uwaligane katika pita zangu leo za National Sports Council Award 2024 nimekutana na midfield wanamuita Ali Mayai, ndio Sio wanamuita jina langu. Jina lako kabisa. Ali Mayai Tembele. Ali Mayai Tembele. Na yeye bwana ni mwanamichezo kwa kitambo sana na natamani kusikia neno lake moja kutokana na tunzo za leo ambazo zimetolewa hapa Superdome na watu wengi wamepokea tunzo ukiachana na mabondia wana michezo tofauti tofauti. Tunalizungumziaje leo? Kwa kweli ni moja kati ya matukio ambayo kwa kweli serikali inathibitisha kwamba kweli michezo ni sekta muhimu kwa kuandaa matukio kama haya. Huyu ni tukio la 3. Moja kati ya kitu ambacho kwa kweli tulikuwa tumezoea kuyaona kwa wenzetu tu. Kwa kuandaa matukio kama haya ni kitu ambacho huwa kina mchango mkubwa sana wa maendeleo ya sekta. Kama ambavyo sekta nyingine, sio sekta ya kilimo, sekta ya mifugo, sekta ya afya, huwa unaona kuna tuzo za appreciation. Kama makampuni mbalimbali yanakuwa appreciated, TRA wanakuwa appreciated, benki sio fulani inakuwa appreciated. Kwa hiyo hii kitendo cha kutoa tuzo kwa michezo kwa kweli huwa kwanza inahamasisha sana kizazi. Unajua hata wanamichezo sasa hivi yani kupitia matukio haya wanahamasika kwa sababu kila mwanamichezo wakiona kwamba kuna tuzo huwa anataka kuweka rekodi. Na siku zote history is always written by winners. Kwa kila mtu anataka ashinde ili apate nafasi fursa kama hii, na tuzo lenyewe na ukubwa wa tukio hili wenyewe unathibitika kwa mgeni rasmi, kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa mgeni rasmi. Kwa sababu hii yenyewe ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinatoa heshima sana kwa sekta ya michezo na kinaamsha sana maendeleo ya michezo, kwa sababu kadiri tunavyozidi kwenda maana ni kwamba kila mchezo utataka uwe na rekodi ya kupata tuzo kama hizi. Sawa, na tumeona tuzo nyingi zimegombaniwa na watu wengi lakini watu wachache wamebahatika kupata tuzo. Kwa upande wako ni vigezo gani unavyoona wamevitumia ili kupata tuzo na kuwazidi wengine? Kwa sababu kigezo cha kwanza kimezungumzwa kabisa pale, zungumza katibu mkuu wa BMT Madam Neema Msita kwamba ni kushiriki katika mashindano ya kimataifa. Umeona tuzo zote zile zilizotolewa watu ambao wameperform wamekuwa na mchango mkubwa katika mashindano ya kimataifa. Ndio maana unaona kwenye boxing watu ambao walipata medali, kwa sababu kwenye mashindano ya kimataifa achilia mbali yeye tu mwanamichezo kunufaika kiuchumi, lakini anaitangaza nchi. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vina motivate michezo kuweza kuperform katika international competition. Kwa hiyo kigezo cha kwanza hicho kwamba ni mashindano ya kimataifa na sio mashindano ya ndani, ya kimataifa. Hiyo yenyewe ni moja kati ya kigezo ambacho kwa kweli kimekuwa na mchango mkubwa sana na kitachangia sana katika maendeleo ya michezo mbalimbali kadiri miaka inavyozidi kwenda. Wana michezo wamepata tunzo leo, lakini kwa upande wao labda mwingine anaweza kaona tayari mimi nimeshafika kwa sababu nimepata tunzo. Una neno gani la kumpa leo? Hapana, siku zote katika michezo hakuna mtu ambaye huwa anaridhika siku zote. Unajua hata mtu ambaye kwa mfano anayepata kombe la Tanzania, ukipata kombe la Tanzania utatamani upate kombe la Afrika. Ukipata kombe la Afrika utatamani upate kombe la dunia. Ukipata kombe la dunia utatamani upate tena. Na ndio reference kwa mfano katika football, uaga reference Brazil imejitangaza duniani kote kwa sababu wao kibrazil wanaitaga pentacampeão, yani ni machampion mara 5. Na hivyo wanataka waweke rekodi waendelee, kwa sababu mpaka sasa hakuna nchi yote ambayo iliwahi kuchukua kombe la dunia mara 5. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinathibitisha kwamba kadiri mtu anavyozidi kufanikiwa unatamani kuendelea kufanikiwa ili kuweka rekodi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye huwa anaridhia kama nimepata tuzo mwaka huu, kwa hiyo mwakani hapana. Aliyepata mwaka huu sasa anatamani aweke rekodi, apate pia na mwakani, kitu ambacho kinaongeza ushindani wa ndani na kuweza kuwa na maendeleo katika sekta ambayo wanaihudumia. Na kwa upande wa wanamichezo ambao wamekosa tuzo leo, tunatamani kusikia neno moja kutoka kwako. Kwa upande wa wanamichezo ambao wanakosa tuzo, huwa kuna semina ambazo huwa tunatoa, na bahati nzuri mimi nimepitia semina hizo, ndio huwa tunaendelea kutoa semina hizo za kwa youth, kwamba katika michezo huwa there is no lose. Either you win or you learn. Either utapata au utajifunza, kwa sababu utakapokuwa umepoteza, umelose, kuna kitu utakuwa umejifunza ambacho utatakiwa ukifanyie kazi ukienda tena. Ndio maana hata kwa mfano katika football nitakutolea mfano katika football kwa sababu na mimi ni mwana football. Tangia utotoni strikers huwa wanafundishwa wanafundishwa kwamba try to fail, don't fail to try, kwa sababu the more you try the more you get experience. Ndio sababu unapata 1 against 1 goalkeeper, umeshuti umekosa, unapata ya pili tena uwezi kushuti, utatulia ili uangalie kwa nini. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho huwa katika michezo kinatumika sana, hata kwa wale ambao wanaokuwa wamepoteza mechi au wamepoteza tuzo.
Kwa hiyo kuna kitu kajifunza ambacho katika msimu unaokuja atapambana ili kuhakikisha ana correct ile era ambayo ilimpelekea asipate tuzo msimu uliopita. Shukrani sana na asante kwa muda wako. Hii ni Wako Jako TV, karibu tena. Asante sana. Tukiwa na Ali Mayai, mtu wa maana kabisa, ametuambia mambo mengi sana kuhusu michezo leo. Nimefurahi kuonana naye kwa sababu mimi ni mmoja wa mdau wake ambaye namfuatilia sana, na nimefurahi kusikia maneno mazuri kupitia kwake. Ujue ni watu ambao wamejifunza kwa muda mrefu sana kwenye michezo na wanafahamu vitu vingi sana. Kwa hiyo ukiwa nao karibu zaidi wanakuwa wanakupa experience kubwa, kama alivyosema, michezo unapoferi ndio unapata experience ya kujifunza msimu ujao ufanyaje. Asante sana. Mimi ni official boy. TV, hey, ebu washa TV, ukisikia Wako Jako fanya speedy. Hey, hata kama una 3G, we search tu online kucheki vipindi. Wako Jako TV po kwa ajili yako, wanakuleta dunia kiganjani mwako. Ukitaka zao CV, chapwe kabando, habari za TC mpaka ngambo. Hey, Wako Jako TV.